jalali, kwa nuru ya utukufu wa Mwenyezi Mungu iliyoko katika maeneo hayo. Mimi malaika sichukui, kwa sababu nimeumbwa kwa nuru, halafu kuna nuru iliyolizidi, nuru yangu itayayushwa, iteketee moja kwa moja. Wa ya'buru an-nabiy, sasa hapo ikawa mtume hala kufanya. Wa ya'buru an-nabiy, akavuka mjumbe wa Mwenyezi Mungu sasa kuendelea min taqatal sidrati, katika maeneo ya sidratul muntaha, akasogea mbele peke yake sasa, ila an yasila ila al-arshil azim, mpaka kuchomoza mbele anajikuta kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu tukufu. Wanada Muhammadun, kufika hapa iko ilham maalum inamuongoza aseme maneno sasa. Ilhamu inamwambia sema, akaanza kusema atahiyatu lillahi, huku atemeka, yuko katika maeneo mengine kabisa. Maamkizi hapa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wasalawatu, na maunganishwaji yote, watayibatu, na mazuri yote. Alimradi akawa anasoma mtume pale kama tahiyatu ambayo tunaisoma sisi katika sala. Na kabla ya kwenda mbinguni mtume hakuwa akijua tahiyatu kitu gani. Wa hayyahu rabbuhu, katika utawala huo, katika maeneo hayo, Mola wake alimpa maamkizi, akamwambia assalamu alayka ayuha nabiyu, amani iwe juu yako ewe mtume wa Mungu, wa rahmatullahi, na rehma za Mwenyezi Mungu, wa barakatuhu, na baraka zake. Fakaifa radda an-nabiyyu au fakaifa radda ar-rasulu, kwa maamkizi haya, salamu hii kutolewa na Mola wake, vipi alirejesha jawabu mtume Mwenyezi Mungu at-tahiyya wa mkiwa huku? Hal qala assalamu alayka ya rabbi, je, na yeye alirejesha kwa kusema amani iwe juu yako ewe Mola? Inna Allaha wa salam, ataitaka kwa nani amani hiyo jo Mwenyezi Mungu sasa, na ilhali ya kuwa Mwenyezi Mungu yeye ndiyo amani yenyewe. Inna Allaha, Mwenyezi Mungu katika majina yake, huwa salamul mu'minul muhaimin, yeye mwenyewe ndiyo amani yenyewe. Au hal qala assalamu alayya ana, amani ya Mwenyezi, amani iwe juu yangu mie peke yangu. Inna rasula la ya'rifu al-ananiya, mtume hatambui umimi, yani mimi. Mtume hilo halijui hilo, hata ndani ya ibada halijui hilo. La ya'rifu al-ananiya, hajui kitu umimi, ubinafsi. Wala hubba dhati, wala mtume hakuwa akijipendelea nafsi yake peke yake. Idhan, kwa hivyo, fakaifa radda salama, vipi mtume katika maeneo hayo alijibu salamu aliyotolewa na Mola wake? Qala, alijibu assalamu alaina, amani iwe juu yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin, na amani hiyo iwe juu ya waja wa Mwenyezi Mungu wema wote. Yani assalamu alaina ma'ashara al-anbiya'i, amani iwe juu yetu sisi makundi ya mitume, wa ala ibadillahi salihina, na amani hii iwaenee waja wote wa Mwenyezi Mungu waliowema, yani ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama wawe na watakia amani mimi. Mtume kawatakia amani watu wote ila yaumil qiyama, tena watu walikuwa wema. Lakini hakadha, namna kama hivi, kana yuhibbul khaira, mtume alikuwa anapendelea khairi, linnasi, kuwatakia watu, ajmaina, wote pamoja wote. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, kana yakulu, mtume alikuwa anasema isna'il ma'rufa fi ahlihi, wafanya wema kwa watu wake, watu wa wema, wa fi ghairi ahlihi, na hata watu wasio kwa wema fanya wema wewe. Hata kwa watu walikuwa si wema, wewe fanya wema, amri ya mtume hiyo. Fa in sadafa ahlahu, ikiwa utasadif kuwafanyia wema watu walio wema, fa huwa ahlahu, basi fa huwa ahluhu, huyo alomfanyia ndo mtu wake wa kufanya wema. Wa in lam yusadif ahlahu, huyo wema wako kama hukusadif kumfanyia aliyewema, fa anta ahluhu, basi wewe ndo mwema wenyewe. Usijali kwamba mnamfanyia mtu ambaye si mwema, kilipo chako kwa Mwenyezi Mungu kipo,
fa anta ahlahu, wewe ndo mtu wake huo mwema. Inna a'rabiyan, ili kuonesha dalili nyingine kwa mtume hajui binafsi wala hajui umimi, na ndiyo maana akajibu salamu kule mbinguni kwenye arshi, assalamu alaina wa ala ibad. Hakuwasahau waja wa Mwenyezi Mungu wema wote, akasema amani iwe juu ya waja wema wa Mwenyezi Mungu vile vile ila yaumil qiyama. Siku moja, inna a'rabiyan, hakika ya bedui mmoja, jaa, alikuja bedui huyu, yusalli waraa rasulillah, aje kusali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliposali nyuma ya mtume, wadaa da'watan, bedui jitu la majangwani, hana ustaarabu wala hajui dini, akaomba bedui dua ambayo dhannaha, alidhania bedui saturdi rasulallahi, dua hii itamridhisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni bedui, ana ujinga mkubwa mno, hafahamu mambo yalivyo. Basi akaona mimi hapa sasa hivi niko nyuma mtume na sali, akaomba dua akidhani kwa dua hii itampa radhi mtume wa Mungu, ataipenda sana. Alisemaje? Faqala al-a'rabi, akaomba huyo bedui akasema, Allahumma, Mwenyezi Mungu, irhamni wa Muhammadan, nirehemu mimi na Muhammad, wala tarham ahadan siwana, usikamrehemu yoyote mwingine sio sisi, mimi na Muhammad pekee yetu. Kibedui tu, fikra za kibedui mwenyewe, kidhani kwamba hii anajipendekeza kwa mtume sasa, ili mtume yatamridhisha maneno haya, atampa sifa na hivi, akidhani hivyo. Irhamni, nirehemu mimi, wa Muhammadan, na Muhammadi, wala tarham ahadan, na wala usimrehemu yoyote siwana, asiyekuwa sisi. No. Faghadiba ar-rasul, pale mtume akakasirika, minhu, kutokana na dua hii. Wakala, hakumwachia bedui, akamwambia, ya a'rabiyu, ewe bedui, laqad dayyaqta wasi'an, kwa maneno hayo umefanya dhiki katika jambo lilokuwa pana mno. Wewe wataka urehemewe wewe na mie peke yetu vipi bwana? Mwingine siingie kwenye rehema hizi. Umefanya dhiki, umepabana pala ambapo kwenye wasaa. Ya ma'ashara sada, enyi watukufu wa Islamu, waradda alhabibu, basi bwana mtume akarejesha sanamu aliyopewa na Mola wake mbinguni kwenye arshi, assalam qailan, akaijibu salamu hii kwa kusema, assalamu alaina, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihina, na amani iwe juu ya waja wa Mwenyezi Mungu waliowema. Kisha ashhadu an la ilaha illa Allah, akatoa shahada bwana mtume, akasema ninashuhudia kwa ilhamu ya Mola wake pale. Ilikuwa mambo yote yanakwenda kwa ilhamu, cha kufanya hakijui mtume, lakini akapata ilhamu kutoa shahada pale, ninashuhudia ya kwamba hakuna muabudiwa ila wewe, ila Mwenyezi Mungu. Faradda alayhi rabbuhu qailan, akarejesha Mola wake kwa kujibu shahada hii, qailan, huko anasema, wa ashhadu anna Muhammadan, nami nashuhudia hakika ya Muhammadi, abduhu, ni mtumwa wake Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na mjumbe wake Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasema, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia ni kitu gani ameteremsha kwako. Anzalahu biilmihi, amekiteremsha kwa elimu yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wal malaikatu yashhadun, na malaika wote wanashuhudia hivyo. Wakafa billahi shahida, na inatosha Mwenyezi Mungu akishuhudia utume wa Nabii Muhammad na wakataa dunia nzima. Wakafa billahi shahida, imetosha Mwenyezi Mungu ni shahidi wake. Sura An-Nisa aya 96 imekuja na maneno hayo. Wa faradallahu, akamfaridhia Mwenyezi Mungu ala habibihi, mtumwa wake, 5 salawatin, vipindi vitano vya swala, baadama khuffifat, baada ya kupunguzwa vipindi hivyo kila wakati, kwani Nabii Musa alitaka kujua ni kitu gani kapata zawadi mtume wa Mwenyezi Mungu kwenye arshi. Aliporejea alipita pale, Nabii Musa yuko makini kabisa, anamuuliza, nini umeamrishwa kule?
Akaambia wallahi nimekuja na sala 50 kiasi kwa umati wangu, ndo zawadi niliyopata hii. Nabii Musa akamwambia usitemke kwanza baba, swala kitu kigumu sana hichi, rejea kwa Mola wako kwa ulivyo wewe, usione haya wala aibu, rejea tu ukamtake Mola wako akupunguzie swala ni nyingi 50. Hawatoweza watu kwa kutwa na kucha, umati wako hafifu sana wewe. Mimi nimekaa na Bani Israel siku za nyuma kabla yako wewe, nimechuana nao Bani Israel, nimeona ugumu wa watu hasa katika ibada ya sala, gumu mno. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, ibada ya sala ni kubwa mno, nzito, isipokuwa kwa wanyenyekevu tu peke yao. Ngumu mno kuliko mtu kutwika majabali mazito, ibada ya sala ilivyo kwa baadhi ya watu, na wengine ni kanda la usufi tu, itegemea mtu imani alionayo. Mtume ikawa anakwenda kwenye arshi na kupitia kwa Nabii Musa. Nabii Musa akimuuliza ngapi zimepunguzwa, anaambia 5, anaambia bado rejea. Kamrejesha mpaka kubakia 5, Nabii Musa akamwambia bado ni nyingi 5, rejea tena. Bwana Mtume akamwambia siwezi tena, naona haya. Akamwambia pana, rejea tu wewe, mimi na hakika kwamba utapunguziwa kwa umati wako. Aliporejea Mwenyezi Mungu akamwambia basi, kwa hakika ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lilabid, mimi sasa sibadilishi nilisema toka mwanzo kuwa na vipindi 50 ndio vile vile 50. Wama ana, na wala sikuwa mimi bidhallamin lilabidi, mwenye kuwadhulumu viumbe. وفرض الله على حبيبه 5 صلوات بعدما خففت, baada kupunguzwa swala hizi. Waqala, kisha Mwenyezi Mungu akasema hiya 50, hizo ni 5 fil fi'li, katika kitendo, wa 50 fil ajri, lakini ziko pale pale 50 kimalipo. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, mwenye kuja na jambo jema moja anapata mara 10 zaidi ya moja lile. 10 zile ukizidisha mara 5 unaipata ile ile 50. Kwa hivyo kiutendaji hizi ni 5 fil fi'li fa 50 fil ajri, lakini ni 50 kimalipo. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lilabidi. Katika sura Qaf imekuja aya hiyo, sura aya nambari 69, waada rasul. Sasa tunakuja katika kile kiini baada ya kuona matukufu aliyopata mtume, na tumezungumza kwa fupi sana, ni kisa kirefu mno, hata kwa miezi hakimaliziki, lakini tumechukua ile arki, sehemu iliyokuwa muhimu zaidi katika kila kitu. Mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya hayo, waada rasulu ila dunia, akarejea bwana mtume duniani, au ila baitihi, nyumbani kwake. Alipofika fawajada alfirasha, akalikuta litandiko, alladhi kana naiman, tandiko ambalo alikuwa yeye kalala, alaihi, juu yake, kalikuta dafian, lina ujoto, kama kwamba kaondoka sasa hivi amekwenda chooni kidogo, kisha karejea tena, lile joto la mwili wa binadamu liko pale pale, kukuonesha kwamba matukufu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir. Lolote ulionalo leo duniani katika ulimwengu wenye science na teknolojia na mtandao wa internet ni upuzi mtupu. Mwenyezi Mungu ana mambo makubwa zaidi kuliko yote hayo. Walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu ana mfano ulio juu zaidi kuliko yote ambayo wanayafanya binadamu. Yasikushitue, usiogope kitu. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, la tasqambia waja wake, la tasjudu lishamsi wala lilqamari, ingawa ni vitu vya ajabu hivyo, lakini msiporomoke kabisa kusujudia material. Jua, mwezi ni vitu hivyo, na vile vile msisujudie kompyuta wala internet wala wafanyao mambo hayo. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, bali msujudieni yule Mwenyezi Mungu alioviumba hivyo na alowaumba waliofanya mambo hayo. Usimzae binadamu akakubabaisha, mtizame aliyemuumba binadamu. Bali wewe sema tu tabarakallahu ahsanul khaliqin, ama kwa hakika
Mwenyezi Mungu ametukuka, mzuri mno wa kuumba. Lakini kama unamuona mtu kama vizuri, usije kaanza kuabudia kwa uzuri wake, kuabudia yeye. Hapana, wewe mkumbuke alifanya mambo yale. Inna Allah ta'ala idha arada shay'an, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anapotaka kuliamua jambo, fa innama yakulu lahu, hakika kuliambia jambo hilo kun, kuwa, fayakun, likawa. Hakuna kuchukua muda, hakuna kufikiria itakuwaje, hakuna kuwaita watu pimini kwanza hapa tuangalie eneo likoje, hakuna kuwatafuta maexperti maalum na fundi gani apatikane, fundi gani apatikane. Hakuna kwa Mwenyezi Mungu hiyo. Ni kuliambia tu kuwa nitakavyo mimi, na naam, jambo lazima liwe vile ambavyo anataka Mwenyezi Mungu. Anaiambia kwa mfano mbingu na ardhi, itia tawan au karha, tekelezeni amri yangu ya kuwa mbingu na ardhi kwa nguvu au hiari, mpenda msipende. Mnasemaje? Qalata, mbingu na ardhi vikajibu, ataina ta'iin, sisi tunaitikia amri yako Mwenyezi Mungu kwa hiari zetu, kwa kukutii. Hatuyawezi mambo ya vishindo na mabavu, maana hatuwezi kukataa. Itabidi tusalim amri, tutekeleze amri kwa mujibu utakavyo. Kwa hivyo chochote ukionacho kwenye mbingu na ardhi ni matakwa ya Mwenyezi Mungu, hivyo ndivyo tunataka hasa. Hakikuthubutu chochote kuna kinyume, lakini anakuja kwenda kinyume kiumbe dhaifu kabisa, binadamu anapinga amri za Mwenyezi Mungu. Sasa mbingu na ardhi haiwezi kufanya kama hivyo, na uzito wake na ukubwa wake. Mwenyezi Mungu anauliza, a antum ashaddu khalqan, hivi nyinyi mmekuwa wagumu zaidi kuumbwa, amesamaa au mbingu ndo kubwa zaidi? Basi hiyo mbingu banaha, Mwenyezi Mungu anasema tumeijenga, tumeiumba. Tena rafaa samkaha, amenyanyua juu mbingu kwenda kwake juu, kanyanyua juu ambapo kila ukipaa juu mbingu unaiona kama kwamba imeondoka pale ilipo, imekwenda juu zaidi, jinsi ambavyo umbali wenyewe ulivyo. Na macho ndo yanaona tu pale anapoona, lakini kila ukenda juu utadhania imeongezewa juu zaidi, na ndivyo ilivyo. Wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun, na mbingu tumeziumba kwa uwezo wetu, na sisi ni wenye kuzipa wasaa kila wakati. Hazijesha bado, zazidi kutanuka na kuzidi kwenda juu zaidi. Wa inna lamusiun, na sisi ni wenye kuzipa wasaa zaidi. Wa ashraqat ash-shams, aliporejea mjumbe wa Mwenyezi Mungu duniani, likang'ara jua, binuri rabbiha, kwa nuru ya Mola wake jua hilo. Wa idha, asubuhi ile jua linang'ara kwa upepepepe sana. Angekuwa mtu anahesabu na kuangalia matukufu ya Mwenyezi Mungu siku ile, angejiuliza kuna nini leo. Wa idha bi Amr ibn Hisham, mtume kakaa al-Kaaba anasubiri kwamba watu waamke, aanze kusimulia upelekwaji wake wa jana usiku. Ni saa chache sana na hivi sharejea, na akaona mimi kama nitasema mambo ya mbinguni hapa, hawa wajinga hawa watakataa, na kukataa kwao huenda mpaka wale wachache walioniamini wakashtuka na kunishangaa. Yataka imani hali ya juu kukubali hayo. Akaona mtume aanze kwanza kwa safari ya Isra'i, aache kwanza al-Mi'raj. Kakaa kitako pale al-Bait al-Haram mara mapema. Wa idha bi Amr ibn Hisham, tahamaki mtu mmoja Amr ibn Hisham, ambaye mtu huyu al-Mukanna, amepangwa jina na Waislamu Aba Jahalin, kuitwa baba la wajinga. Tahamaki ya muru, anapita bwana huyu ala rasuli, kumpitia mtume toka ghadat al-Isra'i, ile asubuhi ile pambazuka tu, asubuhi ya Isra'i wal mi'raji, na mi'raji asubuhi yake kapita Abu Jahal, kamkuta mtume kwa Kaaba, kumkuta mapema sana, kama vile wasaluhu, mgomvi wake huyu na ni mtani wake sana. Akamuuliza, lakini mustahzian, hakuwa akitaka jawabu. Alimuuliza kiasi cha kumcheza shere, ni kwamba amemdharau sana, anamuona muongo sana. Basi akaanza kumuuliza hali ya kuwa anamfanya stihzai. Kaambia, Muhammad, alam yanzil alayka al-laylata shay'un, mbona kimya sana leo, mnyonge umekuja hapo, huna cha kuzua leo? Manake wadari sana wewe, mara tuambia habari ya mbingu za salamu nshakati na hivi na hivi. Leo kuna nini leo kali? Hebu tupe kali leo.
hakikuteremka leo chochote cha uongo. Naona umejikunyata hapo, huna kusema. Alam yanzil alayka al-laila shay'un ya Muhammad. Hili suala ilikuwa istifhamun tahakkum, ni suala la kumwadhirisha mtume na kumtashere, wa taubih, na kumtayarisha ili awe hana la kulisema, abaki kwamba kinyawanani kafuma mdomo wake. Mtume hakuwa hivyo. Faqala lahu muballighu risalati, akasema mfikishaji wa ujumbe Muhammad, kwa hakika lipo eleza, halete usoko la kusema we, lete la leo kubwa lipi? Akaambia nalo kubwa sana leo, nilionalo leo, laqad usriya bi, mimi usiku uliokucha nimepelekwa, alailata, katika saa kidogo sana. Umepelekwa? Nishapelekwa na nisharejeshwa. Nimepelekwa min al-masjid al-harami, kutoka hapa msikiti mtukufu wa Maka, na nimepelekwa ila al-masjid al-aqsa, mpaka msikiti wa mbali huko Sham. Walam yukhbirhu ar-rasul, hakumpa habari mtume Abu Jahali bil mi'raj, ile mi'raj kamwachia kwanza ila samai, kuelekea mbinguni. Liannahu, kwa sababu idha kadhaba, atapokataa Abu Jahali al-israa, safari ya kutoka Baitul Haram kwenda Baitul Maqdis, famin babi aula, katika mlango unaonekana kukataa zaidi, atakataa sayukadhibu al-mi'raja, ndo atapinga zaidi mi'raj, ndo kabisa ingia kilini kwake. Qala Amru, akasema Amru ibn Hisham, wa'udta fi nafsi al-laila. Leo Muhammad, ngoja nikae uzuri kwanza, na ndo ina maana umesharejea usiku huu kutoka hapa mpaka Sham. Innal jimala, Muhammad leo umezidi mno leo, hakika ya ngamia, taqta'uha, wanakata masafa ya kutoka hapa mpaka Sham, shahran jiiyan, yani mwezi mmoja kwa kurudi, wa shahran dhihaban, na mwezi mmoja kwenda. Ndivyo tunavyokwenda na biashara zetu hizo, waulize watu wote hapa. Qala rasul, mtume kamjibu, naam, na nimerejea usiku mmoja huo. Wa idha bi Amri, ama hapa sasa ikabidi Abu Jahal kishapata kitu sasa za kumkadhibisha na kumtoa maanani. Wa idha bi Amri, tahamaki Amri, yadhhabu ila aqrabi nnasi, akamwendea alfajiri ile mtu aliyokaribu zaidi na Muhammadi, aqrabu nnasi ila rasul sallallahu alaihi wasallam, yani kenda ila Abi Bakr. Aliona mtu hapa sasa hivi wa kushuhudia uongo huu, na yule ambaye chanda na pete nikiweza kuichukua imani yake nikaitupilia mbali, basi sasa leo ndo mwisho wake yule. Akamwendea Bakar Siddiq, wa yunadi alayhi, akamwita nyumbani kwake bi'ala sautihi, huku akiwa na jambo kubwa mno alomkereketa. Ama leo kweli, ama leo kweli, leo kajivunja sima yake ile Muhammad. Kesha leo, siku zote anatubabaisha kwa habari mbalimbali, lakini hii haponi. Sidhani katika watu wake kama kuna mtu atamsadiki. Kamwita Abubakar kwa sauti yake nguvu, ya Abubakar, toka nje, toka kiume huku, kuna mambo leo. Kufika nje, anamwambia, awa ma sami'ta yakulu sahibuka, awa ma sami'ta ma yakulu sahibuka, je, ushasikia ambayo anayasema rafiki yako kipenzi leo? Au na habari iliyopo? Wa arada Amr ibn Hisham, akakusudia Abu Jahali, an yushakkika Abu Bakr, amtie mashaka Abu Bakr Siddiqi an-nabii, kuhusu utume wa Nabii Muhammad. Walakin Abu Bakr, lakini sasa aliyemwendea kama mtu mwingine kabisa, kakosea kabisa. Hayo alikuwa wapata watu wengine, sio Abu Bakr Siddiqi. Walakin Abu Bakr qala, lakini Abu Bakr akamjibu akamwambia, qala lahu madha yakulu sahibi, nini anasema rafiki yangu? Hebu sema, anasemaje rafiki yangu? Naona umeingia na kishindo alfajiri yote hii, kuna maneno kakwambia, kasema nini rafiki yangu? Ya Amr, qala Amr kwa hamu kubwa akamwambia, leo imezidi kwa hakika. Yazumu, rafiki yako anajigamba, annahu usriya,
kwamba kapelekwa bihi, yeye mwenyewe hasa, si kama kaota usingizini hivyo, kapelekwa yeye mwenyewe min almasjid alharami, kutokea msikiti mtukufu wa Maka ila almasjid alaqsa, yani ay ila biladi Sham, amefika kwenye miji ya Sham. Nikikwambia masjid al-Aqsa huko Sham, ina maana kaingia miji ya Sham mwenzako leo kwa usiku huu. Pale pale kala Abu Bakr, Sayyidina Abubakar akamjibu akamwambia, awa qad qala dhalika, Muhammad kasema hivyo kweli? Kwa suala hili aliona leo nishampata Abubakar, kishamtoa maana rafiki yake leo. Abubakar kauliza, awa qad qala dhalika, ni kweli Muhammad kasema hivyo? Qala Amru, akajibu Amru, naam, ni kweli kabisa kasema hivyo. Qala Abu Bakrin, Sayyidina Abubakar akajibu, kwa hakika wallahi mimi nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, la in akhbarani bi annahu urija bihi ila samaa. Tazama imani ilivyo. Huwezi kujua Abubakar alikuwa na confidence gani na Muhammad, mtume kapeleka usiku ule mbinguni. Huwezi kujua huku katika ruya yake Abubakar anaona nini. Na hizo ni firasa hizo Mwenyezi Mungu anawapa mwenyewe waja wake wacha Mungu. Huwezi kujua. Anamwambia kwa hakika mimi wallahi, kama atanipa habari Muhammad bi annahu urija bihi, kwamba kapelekwa ila samai, huko mbinguni, wacha hii Baitul Masjidi mpaka pale Baitul Haram mpaka pale Masjid Al-Aqsa, wacha hii dogo sana. Mimi kama atanipa habari Muhammad kwamba kapelekwa mbinguni, wallahi la saddaqtuhu, mimi nitamsadiki. Akapatika mabega Abu Jahal, na ama kuna watu wamezidi mno hivyo, huyu anakubali mpaka hivyo. Hapa ndiyo Abu Bakar anaambiwa, laka Allahu ya Aba Bakr, wewe una Mungu ndo kukulipa Abu Bakar kwa imani hiyo, mwingine hawezi. Ya man, ewe yule ambaye suilta dhata yaumin, uliyoulizwa siku moja, faqila laka, pakasema kuambiwa wewe, bima arafta rabbaka, kwa vipi Abu Bakari mwenzetu kamtambua Mola wako, tusaidize sisi, imani yako kubwa mno. Akajibu Abu Bakar, araftu rabbi birabbi walaula rabbi ma araftu rabbi. Si kitu kikubwa sana hicho, nimemtambua Mola wangu mlezi wangu kwa sababu ya kwamba yuko Mola wangu mlezi wangu, kwa vile anavyonilea ili bila nimtambue. Walaula rabbi, na kama si Mola wangu alimlezi wangu, ma araftu rabbi, nisingeweza kumtambua Mola wangu. Hapa watu swala hili likawa bado lina utata kwao, wakauza tena, fakaifa arafta rabbaka, kwa namna gani kaifia, umemwona Mola wako vipi wewe? Kasimama, kakaa, kala ubavu, yu vipi muona? Akamwambia, akawajibu akamwambia, al-ajzu 'anil idraki idrakun, kushindwa kumdiriki Mwenyezi Mungu hivyo alivyo ndo kumdiriki kwenyewe. Walbahthu fi dhati llahi ishrakun, na kupekua mpaka ujue dhati ya Mwenyezi Mungu ikoje, huko ni kushirikisha. Sasa al-ajzu, kule kushindwa kwetu tu binadamu, anil idraki, kudiriki kwa Mwenyezi Mungu, kumtambua, idrakun ndo kumdiriki kwenyewe. Walbahthu fi dhati llahi ishrakun, na kupekua pekua katika dhati ya Mwenyezi Mungu ni kushirikisha. Abu Bakar ikakamvunja nguvu. Abu Jahal hakuweza kwenda tena kuwatafuta watu wengine, alikuja kavunjika moyo pale pale. Na huo ndo urafiki wa kweli, kumfanyia rafiki yako wakati wa shida, wakati wa dhiki, ndo pale kumunga mkono, kumpa sapoti pale. Hapo ni pahala ambapo ilikuwa ni kuyumba mwenye kuamini na kutoka katika Uislamu mwenye kuwa Muislamu. Lakini Abubakari hakupatikana kabisa, alikuwa yuko stable sana. Akaambia nini Baitul Haram mpaka pale Baitul Muqaddas, mimi kama atanipa habari za mbinguni basi kwa yeye wallahi nitamsadiki. Hatojapata hapo kumjaribu uongo Muhammad, hata kwa mbinguni nitamsadiki mimi. هذه هي الصداقة وقت الشدة, huu ndo urafiki wa kweli wakati wa shida. Walidhalika,
na kwa ajili hiyo yakulu alhabibu Muhammadun, anasema bwana mtume Muhammad sallama, ma tala'at shamsun, ilibidi amlipe Abubakar Siddiq bwana, cheza kwa hutuzwa. Mtume akasema ma tala'at shamsun, ma tala'at shamsu, halijapatapo kuchomoza jua, wala gharabat, wala halijapatapo kuzama jua, ala rajulin, kumchomozea mtu, baada nabiyina, ukiwaacha mitume, afdala, aliyebora, min Abi Bakrin, kuliko Abi Bakri peke yake Abu Bakar. Akasema tena mtume, lau huzina imanu ahli al-ardh jami'an, laiti kama patapimwa imani za watu ardhini wote wote wote, wa imanu Abi Bakr, khalafu imani ya Abubakar Siddiq ikawa peke yake kwenye sahani moja ya mezani, anasema mtume, la rajaha bihim imanu Abi Bakr Siddiq, itawabeba walioko duniani wote, imani ya Abubakar ni kubwa mno mno, huwezi kuitia kwenye mfano kabisa. Wakati wa shida kama huu ndipo aliposema hata kwa habari za mbinguni mimi niko tayari kumwamini, watu bali pale hapo tu. Mtume anasema kwa hakika ma tala'ati shamsu, halikuchomoza jua, wala gharabat, wala kuzama jua, ala rajulin, juu ya mtu, baada nabiyina, baada ya mitume, afdala, aliyebora zaidi, min Abi Bakrin, kulika Abi Bakrin, walau kuntu mutakhidan khalilan, na laiti mimi kama ningejifanyia kipenzi mwandani, ghaira rabbi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu mola wangu, wallahi nafasi hiyo kama ningekuwa nayo, latakhadhtu Aba Bakrin khalilan, ningemfanya mwandani wangu Aba Bakari, lakini nafasi hii sinayo, lazima nimpende Mwenyezi Mungu zaidi kuliko chochote. Kama si hivyo, nafasi hii ningempa Abubakar Siddiq mimi. Hadha huwa Abu Bakr as-Siddiq, huyu ndiye Abubakar as-Siddiq, alladhi, ambaye nazala al-aminu Jibrilu, siku moja kateremka muaminiwa Jibrilu ala rasulillah, kumteremkia mtume Mwenyezi Mungu, dhata yaumin, wa qala lahu, akafika ardhini akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, assalamu yuqriruka salama, Mwenyezi Mungu amani, anakusomea amani, wa yaqulu laka, na nakwambia wewe, balligh sahibaka Aba Bakr salam, mfikishie rafiki yako mpenzi Abu Bakari, mfikishie salamu hizi. Na baada ya salamu, waqul, umwambie, ya Aba Bakrin, rabbuka yusallimu alaika, mola wako anakusalimia juu yako, wa yakulu laka, na anasema kukuambia wewe, huwa radhin anka, Mwenyezi Mungu yuradhi na wewe, anta radhin anillahi ya Aba Bakrin, je wewe uko radhi na Mwenyezi Mungu Abubakar Siddiq? Bakari alia sana, sani kubwa sana huo. Anajibu, wa kaifa la arda anillah, vipi nisiwe radhi kwa Mwenyezi Mungu mimi, wa ana atamanna ridhahu, na mimi siku zote nafanya ninoyafanya na tamani kupata radhi zake Mwenyezi Mungu. Akaapa Abubakar Siddiq, walladhi nafsu Muhammadin, na apa kwa yule ambaye ba'athaka bilhaqi, aliyekupeleka Muhammad kwa jambo la kweli, la amanu makra Allahi, mimi siwezi kuaminisha adhabu ya Mwenyezi Mungu kwamba nisalimika nayo, walau kanat ihda qadamaya fil janna, hata kama mmoja katika miguu yangu miwili ushaingia peponi, bado mmoja siwezi kusali hapo kuaminisha kwamba hainifiki adhabu ya Mwenyezi Mungu kanitoa pale kanitapa vingine. Mimi ni mnyonge, nataraji kupata radha Mwenyezi Mungu, na siwezi kujiaminisha mimi labda kama nichavuka salama, hata kama mmoja katika miguu yangu umeingia peponi, bado mmoja siwezi kuaminisha. Abu Bakrin, viumbe wengine kabisa hao, anasema hata akinipa habari za mbinguni mimi nitamwamini, watilia mbali hapa na pale tu, puzi mtupu hapa na pale tu kabisa. Siku moja malaika miongoni mwa malaika Mwenyezi Mungu kamuomba Mola wake, nipe nguvu za malaika kama mimi, malaika ambao wanafika 100,000, na unipe umri wa malaika 100,000 nichukue mimi peke yangu. Mola wake anamuuliza, ndo nini? Ukipata umri huo ufanye nini? Naomba nipewe, naomba tu nina nguvu kama hiyo mimi, liko jambo nalitamani, nipe nguvu za malaika 100,000, nipe umri wa malaika 100,000, nataka kuamua jambo mimi.
Mwenyezi Mungu akamwambia chukua. Si kama hajui Mwenyezi Mungu, shajua anafanya nini. Akampa umri wa malaika 100,000 na akampa nguvu za malaika 100 na akampa vitu alivyoviomba mbalimbali. Akamwambia chukua, nenda. Malaika yule kumbe akitakacho apate rauni moja ya kuzunguka arshi ya Mwenyezi Mungu Rahmani, kwa sababu arshi ni kubwa zaidi kuliko mbingu 7 zote. Akaona mapenzi yake alionayo ni kwamba aweze kufanya tawafu katika arshi ya Mwenyezi Mungu japo rauni moja. Akaanza malaika yule, ana umri wa malaika laki, ana power za malaika laki, speed anakwenda nayo ni speed ambayo haijapata kuonekana mfano wake. Akaanza kutufu kwenye arshi. Baada ya kumaliza nguvu za 100,000 malaika, na baada ya kumaliza umri wa malaika 100,000, na baada ya kumaliza akitakacho, akajikuta taabani, amechoka na mambo yamemalizikia, katweta, amekaa kitaka pumzika inda jannatil ma'wa, kwenye pepo hiyo al-ma'wa, makazi hayo. Kafikia pale, alipotulia pale, katizama kuna huko, hakufika popote. Kumbe kachukua pointi ndogo sana, kombe wote huo. Sasa kakapita analia. Mmoja katika mahurul aini wa peponi anamuuliza, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, mbona hivyo mnyonge, nini kikulizacho, umefikwa na nini? Akamhadithia, nimeomba kwa Mwenyezi Mungu mie bwana, nipate kitu kadha, nipate kitu kadha, nipate kitu kadha, na nimeanza kutufu arshi ya Mwenyezi Mungu, sikufika popote, nimepoteka hapa. Yule hurul aini akamwambia, basi sikupi habari mimi, muda wote ulipokuwa unatufu, hicho kipande hicho ulichokichukua ni kipande gani? Kipande ulichokwenda ni kipande kimoja wapo katika nafasi 100 atakazopewa Abu Bakr ni Siddiqi, bado 99 bado kuzimaliza. Hiyo ni moja tu only. Abu Bakri ana vitu kama hivyo kama 100 kapewa na Mola wake. Wewe umetumia pointi ndogo sana hapa na hapa, bado 99 hujazigusa bado. Hadha huwa Abu Bakrin, huyu ndiye Abu Bakrin. Amekuja kumtamkia mtume wa Mungu mambo haya katika wakati atakukadhibishwa, apingwe, akataliwe, watu ukafiri wamevalia njuga, wanasaga miguu. Ama leo kweli ya leo kali mno, yeye ndo kwanza anasema hapa na hapa tupuzi mtupu, mimi niko tayari hata kwa habari za mbinguni, mwacha aseme na kazi yangu itakuwa ni kumsadikisha yeye. Mimi ilibidi pale yule Amr ibn Hisham Abu Jahl aanze kuwatafuta watu wakusanye, maana Abubakar ni mgumu hapatikani. Akaanza kuhadithia, wajinga wakashangilia, tutamuonyesha, tutamsuta, tutamtukana, mwiteni mbele za watu. Akaambia niko tayari. Hebu kama wewe umekwenda kweli Baitul Maqdis, tusifie imekaje nyumba hii. Sisi tunakwenda mwezi mmoja kwenda, mwezi kurudi, kwa kuwatoa shoti farasi au ngamia. Hebu leo uadhirike angalau njia Mungu fupi. Hebu tuambie Baitul Maqdis ina milango mingapi, madirisha mangapi, mlango mbele umekaaje, kuna kadha kitu kadha. Pale bwana mtume kwa hakika roho ikaanza kumdunda, kwa sababu katika pale usiku na wakati ule hakuna mataa ya ngarayo. Kama angalau wakati wa leo ingelikuwa kaona kila kitu kwa mbio kutazama hivi, hakuwahi kuona hivyo. Na kafika, baada ya kufika wamemzunguka mitume, kashika mkono akasalisha, kuona kitu. Lakini ikiwa watu leo duniani wameweka television, ikiwa teknolojia imeleta mtandao, basi Mwenyezi Mungu alimchukulia Baitul Maqdis kutoka Sham akamwekea mbele yake, akamwambia utizame msikiti huu. Mtume hakutahamaki ila anaangalia msikiti mbele yake, katika hali ambayo hakuna yoyote anaona yeye peke yake. Akaanza kutizama milango ile, kisha akamwambia ni kadha, madirisha kadha, na imekaa namna kadha, sehemu kadha imekaa kadha. Makoresho medua hana kusema. Jawabu walioitoa, sifa zote za kweli, lakini mwenye kusifu muongo. Tuko pale pale Muhammad. Ama sifa zote ndizo kazipata, lakini mwenye kusifu ni muongo. Mungu mkubwa huyu, chawi kubwa sana hili, huu chawi sasa huu. Lakini sifa za Baitul Maqdis kwa hakika anaeleza ndizo. Sasa Mtume kaambia yote 9 hayo basi,
La 10 nakupeni. Mimi nilipokuwa katika maeneo baina ardhi na mbingu, niko katika space katikati, nakwenda safari yangu hiyo, nimekutana na ngamia kwenye msafara mkubwa sana huo. Ngamia hawa, mimi nikachukua maji katika sehemu ya ngamia mmoja miongoni mwa hao nikanywa. Sasa uongo wangu na uchawi wangu, ngojeni msafara na utaingia hapa siku kadha, wakati jua linachomoza na wanaingia ndani. Akamwambia naam. Hayo yote upuzi mtupu, kama mniamini basi acheni. Lakini sasa kuna msafara kutokea Shamu unakuja kwa njiani, na kwa hisabu zangu hapo nilipowaacha hao kwa spidi yao ni kwamba siku kadhaa ikifika asubuhi mapema jua kuchomoza na wanaingia ndani hapo. Siku hiyo kama mtanisuta nisuteni, kama mtanzoe mzomeeni, na mimi kama kuna kujiuzulu nitajiuzulu siku hiyo kwenye kazi hii. Watu sasa kwa hamu kubwa wanahesabu siku, leo lini, leo kesho, ndo miadi kesho. Ashadabi yake huyu, kama kutokezea watu wenyewe zinda safari ndo tunammaliza. Watu mmoja kaanza kusema ya kwamba sasa jua hilo linachomoza asubuhi. Mmoja anaanza hivyo, jua lo linapanda juu, na mwingine kwa chini yake pale akamwambia da, na vumbi la ngamia hilo limekuja sasa. Wasajua linachomoza na kivumbi cha ngamia kinakuja kile. Walipofika wale watu, kwa hakika hawajaanza Makureshi kuwauliza, ni wao ndo wanaouliza. Wanasema jamani, nye mama kubwa sana haya, kuna mtu njiani katolea salamu, sisi hatukumuona, na kapita kwa spidi huku anatoa salamu. Na mwingine anasema na mimi maji yangu siyaoni, wakati tunakwenda na hisi anamwagikia kama kuna mtu katia mkono kachukua na maji makia kidogo hivi. Tumekaa kimya anasikiliza tu. Nakusema leo tupatikana leo. Hawajawahi kuwauliza ati kweli imekuwa hivi, kama wao ndo wanaoanza kusema vile. Hivi ndivyo Uislamu huu ulivyo, na huu ndio ukweli wa mtume ulivyo, na hii ndiyo safari ya Israi na Mi'raji wapi inalenga katika kuonyesha ukweli wa Mwenyezi Mungu. Ni aya moja tu ambayo tumeichukua kuizungumza, basi matukufu yaliyopo ni hayo kwa hakika. Enyi ndugu Waislamu, wa min huna wama adraka ma huna, na kutoka hapa, hichi ni chuo, huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yakulu fiha alhabibu Mustafa, alikuwa akisema mjumbe wa Mwenyezi Mungu mteuliwa, albirru la yabla, wema hauozi, wadhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi, wadayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi milele. Isipokuwa sasa, i'mal ma shi'ta, fanya upendavyo, kama tadinu tudan, kama utavotenda utalipwa. Wayakulu aidan, na pia mtume alikuwa anasema, kullu ibn adama khata'un, binadamu wote ni wafanya makosa, wa khairul khata'ina tawwabun, na wazuri wanaofanya makosa ni wale wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu haraka sana kabisa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباعه. اللهم زينا